Iran na Israel waendelea kushambuliana kwa makombora huku kukiwa na ripoti za uwezekano wa mazungumzo kati ya Marekani na Iran. Na taarifa nyingi. Mgogoro katika Mashariki ya Kati unaendelea huku Iran ikiendelea kushambuliana kwa makombora ya angani na Marekani na Israel, huku kukiwa na ripoti za matarajio ya mazungumzo wiki hii nchini Pakistan. Jeshi la Marekani lilitoa picha mpya zinazoonyesha mashambulizi dhidi ya kile wanachosema ni malengo ya kijeshi. Nalo jeshi la ulinzi la Israel limesema limefanya mashambulizi dhidi ya miundombinu mjini Tehran na kulenga jeshi la walinzi wa mapinduzi wa Kiislamu wa Iran. Makombora ya Iran pia yameshambulia majengo ya makazi katika mji mkuu wa Israel, Tel Aviv, hii leo. Mpaka sasa hakuna ripoti rasmi za majeruhi. Jeshi la Israel lilisema timu za uokozi zimetumwa katika maeneo kadhaa katikati mwa taifa hilo. Rais wa Marekani Donald Trump alidai hapo jana kwamba Iran inataka kufikia makubaliano na kisha akasitisha mashambulizi yaliyotishia mitambo ya umeme ya Iran. Walipiga simu, mimi sikuwapigia. Wanataka kufanya makubaliano, nasi tuko tayari kabisa kufanya makubaliano. Lazima yawe makubaliano mazuri. Inapaswa kuwa hakuna tena vita na hakuna tena silaha za nyuklia. Maafisa wa Marekani na Iran wametoa maelezo yanayokinzana, Iran ikisema wamepokea hoja za mazungumzo kutoka kwa wapatanishi wa Marekani lakini hawakuwa na mazungumzo ya kina. Ripoti zinaonyesha kwamba mjumbe wa Trump Mashariki ya Kati Steve Witkoff huenda akakutana na maafisa wa Iran wiki hii nchini Pakistan, huku nchi nyingi za Ghuba zikiwa zimeshambuliwa na Iran. Je, baadhi wanaweza kufikiria upya uhusiano wao na Marekani? Mwandishi wetu usalama Frank Gardner anaeleza kutoka Doha. So not all the Gulf is getting it quite as bad. Sio eneo nzima la Ghuba linalopata ugumu, lakini kuna matarajio kwamba hali hii haiwezi kuendelea kwa muda mrefu, hasa ikiwa Iran inashikilia kufunga mlango wa bahari wa Hormuz, inayozuia mafuta yote ya gesi kutoka eneo hili kufikia masoko ya kimataifa, na hilo ni tatizo la muda mrefu, jambo linalotatiza uchumi hapa. Wanapoteza mabilioni ya dola kupitia vita hivi. Kwa muda mrefu hoteli za Ghuba zimejinadi kama sehemu salama na za kifahari. Lakini je, picha hii imetiwa doa? Mzozo wa Marekani na Israel dhidi ya Iran umesababisha kukatizwa kwa safari kufuatia kusitishwa kwa safari za ndege, kukatizwa kwa mawasiliano na kukwama kwa sekta ya utalii inayoleta faida mamilioni ya dola kwa siku. Sasa swali sio kuhusu tu iwapo sekta hiyo itafufuka, ila kuhusu iwapo sifa ya Ghuba inaweza kujengwa tena. Taarifa ya Pierre Luc inawasilishwa na Sarafina Robi. Udhabiti wa eneo, viwango vya chini vya uhalifu, maisha kifahari, hali ya hewa ya joto na kutotozwa ushuru kwa mapato ya kibinafsi. Karibu Dubai na eneo zima la Ghuba lilojengwa kwa ndoto za kufanana. Kutokana na majengo ya kupendeza ya Qatar hadi maeneo ya kifahari ya Oman. Ila je, vita vya Israel na Marekani dhidi ya Iran vimeharibu sifa ya eneo salama? Shughuli katika eneo ambalo sekta yake utalii ilipata wageni milioni 100 mwaka 2025 sasa zimesimama. Nimekuwa nikizungumza na wamiliki wengi wa hoteli za kitalii wa Dubai na wanasema kuwa wageni wameahirisha kuja kwao hadi miezi ya Mei na Juni. Kwa hivyo sio eti watu wanaondoka tu, bali hata idadi ya wale wanaopanga kuja imepungua pakubwa, jambo ambalo limeathiri sekta ya utalii na hoteli katika eneo hili. Kufungwa kwa anga katika mataifa mengi kumefanya hali kuwa ngumu zaidi. Maelfu ya safari za ndege zimesitishwa. Mashirika makubwa ya ndege yamesimamisha operesheni zao na kuwatatiza watalii, kando na kufanya maeneo mengi kutofikiwa, ikiwemo Umoja wa Falme za Kiarabu yani UAE, Bahrain, Qatar na Oman. Gharama ya eneo hili inazidi kupanda kila siku. Gharama ya kila siku ambayo tumekadiria ni dola milioni 600 kwa siku. Hiyo ni hasara ya matumizi ya kimataifa. Hizo ni pesa kutoka kwa wageni wa kimataifa.
Na hii pia inaathiri biashara pana ya usafiri duniani. Mashariki ya Kati inaunganisha 14% ya wasafiri wa kimataifa, yaani mmoja kwa kila watalii 7. Na kama hakuna usafiri, athari zake ni kubwa, kwa sababu usafiri wa ndege ndio uti wa mgongo wa sekta yetu. Na kwa hiyo maeneo mengi mbali na Ghuba yameathirika zaidi ya inavyonakiliwa. Kwa mfano, Ulaya inapokea watu wachache kutoka India na hata barani Afrika. Nchi nyingi barani Afrika zilitegemea kaskazini na Mashariki ya Kati kuunganishwa. Pia kuna swali la iwapo mzozo huu utaathiri mtazamo wa usalama wa siku za usoni kwa wasafiri, na hili ni jambo muhimu kwa kivutio cha eneo zima. Wadau katika sekta ya utalii wanataka tuamini kwamba eneo hili litarejelea hali ya kawaida upesi sana. Wanasema kwamba maeneo hupona haraka kutokana na matukio ya kisiasa kunapokuwa na usaidizi wa serikali. Ila itakuwa changamoto kubwa kwa wateja ambao wameshuhudia vita karibu na ufuo walipokuwa kwenye likizo. Kwa hivyo huku vita hivi vikiendelea, ni maoni ya wateja yatakayoathirika, na hivyo ndivyo jinsi wadau wa utalii wanafaa kujibu kwa kuhakikisha usalama wa kusafiri tena katika maeneo hayo. Huku sifa ya usalama ya Ghuba ikitetereka pakubwa kufuatia mashambulizi ya kutatizwa kusafiri, kurejelea tena hali ya kawaida kutategemea sio tu swala la vita hivi vitadumu kwa muda gani, bali pia jinsi gani ya kujenga tena uaminifu. Baada ya zaidi ya wiki 3 za vita nchini Iran, ni vigumu kubaini idadi ya watu waliouawa. Shirika moja la haki za binadamu linakadiria kwamba takriban watu 1400 wakiwemo watoto 200 wameuawa. Iran yenyewe haijakuwa ikiorodhesha idadi ya waliouawa, huku utawala ukitishia kuwatia nguvuni wanaotumia mtandao kutoa habari nje ya nchi. Taarifa ya Caroline Huli inawasilishwa na Agnes Penda. Familia inaomboleza kifo cha Parastesh Dahagin aliyeuawa akifanya kazi anayoipenda katika duka la dawa. Shambulio la anga lilikatisha maisha yake. Kaka yake alisema alikataa kuondoka Tehran kwa sababu watu waliojeruhiwa na wazee walihitaji msaada wake. Yeye ni mmoja wa raia watatu ambao tumebaini waliuawa katika siku za hivi karibuni. Elma Bilki alikuwa na umri wa miaka 3 tu, na Hamidreza Jahanbakhsh alikuwa mfanyikazi wa shirika la Msalaba Mwekundu katika operesheni ya uokoaji, lakini hakurejea kutoka huko. Wenzake wa shirika hilo waliendelea kufanya kazi kote nchini usiku na mchana. Hapa wanakimbia kumwokoa mwanamke aliyenaswa chini ya vifusi vya nyumba yake wiki iliyopita. Anataka kujua ikiwa binti yake yuko hai. Mwokoaji anamhakikishia kuwa tayari wamemwondoa, lakini mtoto huyo wake wa pekee hakunusurika. Berivan Molani mwenye umri wa miaka 26 alisemekana kuwa kipenzi cha mama yake, alikuwa mwanablogu wa mitindo ya maisha ya kisasa. Aliuawa na vifusi vilivyokuwa vikianguka siku moja baada ya kurejea Tehran, akisema alitamani kurudi nyumbani. Alifia kitandani kwake, kulingana na rafiki yake, katika shambulio la kombora lilolenga waziri wa ujasusi wa Iran. Shirika la Msalaba Mwekundu linasema vita vimekuwa na madhara ya kutisha kwa raia. Mapema mwezi huu, wafanyikazi katika makao makuu ya shirika hilo nchini Iran walihamishwa baada ya shambulio la anga kutokea karibu yake. Na tumethibitisha picha za video za vituo kadhaa vya afya vilivyoharibiwa. Hii ilikuwa hospitali ya binafsi ya Gandhi huko Tehran, ambayo ilikuwa na kitengo cha magonjwa ya saratani na kliniki ya upandikizaji mimba maarufu kama IVF iliyoshambuliwa mnamo Machi tarehe 1. Katika hospitali ya Katam al-Abniya siku hiyo, hofu ilitanda baada ya mlipuko kutokea karibu. Na katika hospitali ya mashahidi wa Ghuba ya Uajemi katika bandari ya kusini ya Bushehr mnamo Machi tarehe 3, watoto wachanga walilazimika kuhamishwa. Shirika la Afya Duniani limetuambia limethibitisha mashambulizi kwenye angalau vituo 20 vya matibabu na vifo vya wahudumu 9 wa afya. Sio jukumu letu kudhibitisha ikiwa shambulio lililenga kituo hicho moja kwa moja au kituo kilicho karibu. Ni shambulio dhidi ya huduma za afya, na ni jukumu la wale wanaopigana vita kulinda kikamilifu miundombinu hiyo.
Lakini mabomu makubwa yanayodondoshwa kwenye maeneo ya makazi yanaua idadi kubwa ya raia inayozidi kuongezeka, ambao hadithi za wengi wao huenda kamwe isijulikane. Sasa tuangazie athari za vita hivi hapa barani Afrika. Mfanyabiashara bilionea wa Nigeria Aliko Dangote ameonya kuwa mgogoro wa muda mrefu unaweza kusababisha mfumuko wa bei na kuzidisha ugumu wa kiuchumi. Haya yanajiri huku kiwanda chake cha kusafisha mafuta mjini Lagos kikiongeza mauzo ya mafuta nje ya nchi kwa nchi kadhaa barani Afrika. Kiwanda cha kusafisha mafuta cha Dangote kinasema tayari kimeuza shehena 12 zenye jumla ya tani 400,000 ya mafuta kwa nchi kama Ivory Coast, Cameroon, Tanzania, Ghana na Togo. Bei ya mafuta imepanda kwa kasi katika nchi nyingi na kuathiri gharama za usafiri na bei za bidhaa. Nchini Ethiopia, serikali imeamuru kampuni za mafuta kutoa kipaumbele kwa vikosi vya usalama pamoja na sekta za utengenezaji bidhaa na usafirishaji, huku nchi hiyo ikikabiliwa na uhaba wa mafuta unaohusishwa na migogoro katika Mashariki ya Kati. Sekta ya usafiri wa anga barani pia imeathirika. Shirika la ndege la Kenya Airways linasema hitaji la tiketi za abiria limeongezeka kwa kiasi kikubwa, hasa kutoka bara Ulaya, Asia na Marekani, huku mashirika ya ndege duniani yakibadilisha safari zao na nauli ili kukabiliana na mzozo wa Mashariki ya Kati. Afrika iko katika hatua muhimu ya mabadiliko, huku ukuaji wa kasi wa miji ukiendelea kubadilisha miji na jamii kote barani. Mwezi Aprili mwaka huu, viongozi watunga sera na washirika wa maendeleo watakusanyika jijini Nairobi kwa ajili ya jukwaa la pili la miji la Afrika. Jukwaa hilo litawaleta pamoja viongozi wa kisiasa wa Afrika, sekta binafsi, mashirika kiraia na washirika wa kimataifa ili kuchunguza suluhisho mbalimbali, kuanzia upangaji wa miji na maendeleo ya miundombinu hadi ubunifu wa kufadhili ujenzi wa makazi na kuimarisha makazi yasiyo rasmi ya raia. Victor Kenani amezungumza na Alice Wahome, waziri wa ardhi na kazi za umma, makazi na maendeleo ya miji nchini Kenya, kuhusu mkutano huo pamoja na swala tata la ujenzi wa nyumba nafuu. Kwa sababu Afrika pale tuko pahari sasa ya kuanza kazi ya kukuza maeneo yetu yote, na kwa hivyo ni muhimu sana kwa hii mkutano kongamano ambaye tumepatiwa kazi na bara la Afrika ikitumia Africa Union Commission, ndio hii mkutano ifanyike hapa Kenya, na tunatarajia nchi za Afrika zitakuwa pamoja na sisi. Najua kutakuwa na makubaliano katika mkutano huu na makubaliano hayo yatapelekwa kwenye mkutano wa World Forum 4 huko Azerbaijan. Je, Afrika inataka kupeleka nini kama makubaliano? Mnapanga nini? Mpango moja ni kwamba tutasimama na sauti moja kama bara la Afrika, kwa sababu urbanization, ile shida tuko nayo hapa ndio iko South Africa, ndio iko Ghana, ndio iko Morocco, pengine Egypt, wengine wametembea mbele kidogo, lakini shida ya pesa kwanza, kila mtu anatafuta pesa. Ingine ni kwamba tutaongea sauti moja tukitafuta political goodwill. Support ya viongozi wa manchi ni muhimu sana kwa kila kazi, na kazi ngumu kama hii ama kazi ya muhimu kama hii. Lingine ni kwamba tungetaka kuongea na investors na lugha moja, wasikuje kutugawanya waseme hawa ni wa upande huu na hivi. So tungetaka kuwa na policies ambaye zinaongea pamoja, zinaongea lugha pamoja, na tunaitisha muungano kama Afrika. Tukienda mbele ndio tutafute namna ya kukomboa dunia yetu hapa ya Afrika kutoka kwa hii shida ambaye tukiangalia mbele ni lazima tujenge nyumba, kwa sababu ukisema tunaongea kama Kenya ni 40% by 2050, wa Kenya nusu ya ile population yetu watakuwa kwa miji. Ni lazima tujenge nyumba za kutosha, ni lazima tujue ni haki kikatiba na kisheria mtu kukaa pahali ambaye kuna maji, kuna stima, security iko sawa na wanaishi kama binadamu. Makubaliano haya ambayo unayataja, mengi huishia katika mikutano mingi, huishia tu kuwa gumzo hivyo hivyo.
Mmepangaje kuhusu ufuatiliaji? Je, mkutano huu utakuwa tofauti kivipi? Sisi kama Kenya tutakuwa na our own exhibition. Showcase, tutaonyesha yale tumefanya. Tutapeana presentation hapa na kule World Urban Forum ya local solution ya kutafuta pesa. Si ati tumetosheka, kwa sababu kutoka kwa hii pesa tuna expect ku attract better investment na partnerships. Tuzungumzie sasa kuhusu mpango wa wizara yako wa bei za nyumba nafuu ama maarufu kama affordable housing. Je, imekuwa na mafanikio kiasi gani kufikia sasa? Ni muhimu sana Wakenya wawe na imani na hii kazi. Nyumba tumetayarisha. Kila mwaka mpango wetu ni ya kujenga nyumba 1,200 kwa mwaka. Watu wengi wanafikiria kwa sababu ya siasa mbovu hapa na hapa nyumba hazina mwenyewe, na kuambia hatutaweza kupeana nyumba za kutosha. Kwa hivyo tungeambia Wakenya wawe na imani na hii kazi, na hakuna mtu yeyote anaweza kukuja kuchukua nyumba kutoka kwako. Ukipata hii nyumba, sheria iko upande wako, katiba iko upande wako, serikali inajenga ikitumia sheria na katiba.